Basi pamoja na Ismail Tule ukuta wa jamani wanachama wa Simba. Mbele ya Singida Black Stars. Kanda ya Ziwa, mnyama ameondoka na alama 9. Yusufu Junior, kwema? Kwema kaka. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Niko swadakta kabisa. Sawa bwana, tuanzie hapa. Mnyama Simba mechi ya 3 mfululizo, Kanda ya Ziwa anafanikiwa kuondoka na alama 3, lakini kwa ujumla akiwa anaondoka na alama 9. Mchezo wa mnyama versus Singida ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza nimpongeze, alikuwa kwenye safari ambayo ilikuwa na vita kubwa sana ndani ya pichi kuhakikisha wanaondoka na alama zote 9, na kitu cha kujipongeza kwa upande wake ni kwamba amefanikiwa kuondoka na alama zote 9, kitu ambacho pengine watu walikuwa nafikiria kwamba leo dhidi ya Singida anaweza akadondosha alama kama sio 3 basi wagawane kwenye zile 3, lakini imekuwa kwa upande wake anaondoka na alama zote 3 ambazo namfanya sasa aondoke na jumla ya alama 9. Ni kitu ambacho anapaswa kujivunia kwa sababu haikuwa kwa bahati mbaya. Mwanzoni mwa msimu mechi 3 za ugenini and then zote ni mechi ngumu, na ukiangalia pia muda wa kucheza kila baada ya siku 3 mechi, na unafanikiwa kuondoka na alama zote 9, maana yake ni kitu cha kujipongeza. Miongoni mwa mechi ambazo zimekuwa zikizipa hizi timu kubwa changamoto ni hizi mechi za mkoani. Wanapata tabu sana kuzicheza kwa maana kwa sababu huwa kunatumika nguvu kubwa sana, na tumeona kwenye mechi 3 mnyama anaondoka na alama zote 9, lakini pia ukiangalia kwenye engo ya wachezaji kuna injury, lakini kuna ambao pia wamepigwa kadi nyekundu. Kadi nyekundu 3 kwa Simba sio kitu ambacho kimezoeleka. Sikumbuki mara ya mwisho tukio hili kujitokeza kwenye mechi 3 mfululizo Simba anapigwa kadi 3. Kwangu imekuwa ni surprise sana kwa msimu. Lakini nadhani ni kutokana na attention ambayo ilikuwepo kwenye mechi za ugenini, na cha kujivunia ni kwamba kwenye hizo mechi zote 3 ambazo amepigwa kadi amefanikiwa kuondoka na alama zote. Ingekuwa ni mbaya sana kwa upande wake kama amepigwa kadi nyekundu, kwa mfano kama mchezo wa leo amepigwa kadi nyekundu then akapoteza alama. Ingekuwa haijakaa vizuri kwa upande wake, kwa sababu maana yake hadi unapigwa kadi nyekundu kuna nyakati ulikuwa unatumia energy ya kutosha kutaka kubakia na kile ambacho umeshakipata. Kwa hiyo tayari Simba alikuwa amepata goli, lakini sasa alikuwa na kwenye engo ya kujilinda kuhakikisha anaondoka na alama zote 3. Anafanikiwa kuondoka na alama 3, lakini tayari beki wake Anthony Mligo anapigwa kadi nyekundu. Binafsi kwa upande wangu lazima Simba arudi kuangalia changamoto iko wapi, lakini kingine sidhani kama ni kwa wachezaji wa Simba tu. Inawezekana kwa hivi sasa ni kwa Simba, lakini ninaamini itakuwa ni kwa timu zote, kwa sababu wachezaji wetu hawakuzoea hii video supporter. Video support. Yes, sio kitu ambacho walikuwa wamekizoea. Manake walikuwa wanacheza kwa kurelax. Sasa imeintroduziwa msimu na ndo kwanza mechi ya 3 inatumika. Manake wanajaribu kujisahau wakati mwingine ndani ya uwanja kufanya matukio ambayo wao wanahisi hayaonekani, lakini inapotokea na kwenda kurudiwa ndio hicho kinachotokea, unapigwa kadi. Kwa mfano, tazama kwenye matukio yote ambapo Simba amepigwa kadi nyekundu. Tuanza na tukio la Duchu Kameta. Alifanya tukio ambalo linaenda kuthibitishwa kwenye VS, baada hapo ndo kadi ikatoka. Vile vile kwenye mchezo wa leo Anthony Mligo amefanya tukio ambalo lilimhitaji referee kwenda kuthibitisha ndo aje atoe hukumu. Kwa hiyo sio kwa sababu labda wachezaji wa Simba hawana nidhamu. Yaani unaweza ukasema kwamba labda wachezaji wa Simba msimu hawana nidhamu. Hapana. Ni kutokana hawakuzoea hivi vitu na vimekuwa ni kwa mara ya kwanza kwa upande wao, tena wakiwa kwenye viwanja vya ugenini. Maana kwenye viwanja vya ugenini Simba ama timu zote huwa zinatumia nguvu kubwa kuhakikisha wanapata alama. Nguvu ya wachezaji kwenye kutaka kutafsiri matukio uwanjani huwa inatumika sana, na naamini mimi binafsi kama isingekuwa VS basi hata Jonathan Soa leo alikuwa anaweza kupigwa labda kadi nyekundu kwa tabia zake ambazo tunazijua, lakini kwa sababu alikuwa anajua anaenda kucheza kwenye mechi ambayo kama atafanya ujinga wake watarudi kuthibitisha na atakuja na mhukumu, na ndio maana hata dakika 90 zinatamatika amepigwa kadi ya njano. Manake anajisahau kwa hivi sasa ukifanya kosa wanaweza kwenda kuthibitisha wakaona kwamba umefanya kosa wewe ambalo labda ulikuwa unahisi uonekane na referee alafu ukahukumiwa. Kwa hiyo kilicho wahukumu Simba ni mfumo mpya na sio kwamba wachezaji wao hawana nidhamu. Okay, angalia kwa namna ambavyo michezo inaendelea. Michezo mitatu ya kwanza mnyama anakula umeme.
kuna kitu fulani ambacho wana Simba pengine hasa timu ya Simba inahitajika kufanya. Ni kitu gani ambacho unadhani Simba Sports Club ili waweze kuepukana na hii hali ambayo imeendelea? Kwanza kama mimi ni Steve Becker ama viongozi wa Simba, lazima ukae na wachezaji kuwakumbusha kwamba tunakwenda kwenye vita ambayo adui yetu yuko anatuona. Kwa maana sasa adui hapo tunamtaja ni VS, kwa sababu inawezekana ukawa upo vitani ukahisi kwamba uonekane, lakini kwa kuwa mwenzako ana zile binocular akakuzumu akaweza kujua ulipo na akakushambulia. Kwa hiyo ndicho kilichopo hivi sasa. Kwa hiyo viongozi ama Steve Becker anapaswa kukaa na wachezaji wake kuwapunguzia pressure na kuwaambia kwamba uhalisia wa mambo jinsi ulivyo kwa hivi sasa na namna gani ambavyo wanapaswa kucheza kwenye uwanja kwenye hali ya nidhamu, kuhakikisha wanapata alama 3, lakini pia wanaondokana na haya makosa ambayo yamekuwa yakijirudia siku baada ya siku. Na nadhani ni tukio ambalo tayari limeshafanyika, kwa maana ya viongozi walikaa na Simba, wachezaji wa Simba walikaa baada ya lile tukio la Jabal. Ile sasa ndo tukio ambalo unaweza ukasema ni la makusudi. Lakini kwenye tukio la leo sioni kama Mligo alifanya kwa makusudi. Ni tukio ambalo walikuwa wanaenda kushambuliwa. Kama asingefanya vile, maana yake ilikuwa yakatokea mawili. Waidha wafungwe au wafanye kile ambacho Mligo amekifanya. Kwa hiyo amefanya vile kwa maslahi makubwa ya timu, lakini tumeona baada ya kupigwa kadi nyekundu alikuwa analia, na muelewa. Pengine aliamini ndo wakati wa yeye kuisaidia Simba, kwa sababu pia kumekuwa na ingia nyingi za Dickson Kibabage, na naamini kwenye kiwango chake pengine ambacho yuko nacho sasa ndo ulikuwa wakati wa yeye kuonyesha zaidi, kwa sababu kocha ameshaonyesha imani kwenye mchezo uliopita na leo amempa tena nafasi. Kwa hiyo analia, nimemuelewa, na inawezekana nalia kwa sababu anaona pengine natoka naipa timu mzigo, lakini nalia nilipaswa kufanya cha ziada zaidi ya kile ambacho nimekifanya. Lakini kwangu mimi pale simlaumu kwa chochote zaidi Anthony Mligo, zaidi ya kumpongeza kwa sababu amefanya tukio ambalo limekwenda kuinufaisha timu, kwa maana mpinzani akwenda kufanya kile ambacho alikuwa anakusudia kwenda kukifanya, lakini imekuwa tofauti kwa upande wake kwa sababu ameadhibiwa. Lakini pengine nimpongeze pia Libasi Geye. Hawa wachezaji watatu kwa Simba kama watapata injury ama wachezaji ambao Beka anapaswa kuomba sana Mwenyezi Mungu wasipigwe kadi hizi nyekundu, basi ni Libasi Geye, Anse Ula, lakini pia Chama Clatous pamoja na Elim Panzo. Hao ndo kila kitu ndani ya Simba. Hao ndo uti wa mgongo, ndo kiungo kwenye mboga ya Simba, kwa sababu ukihitaji nafasi wanakutengenezea, ukihitaji magoli wanafanya, ukihitaji namna ya kukwepana na mazingira yote ndani ya uwanja, kwa maana ya kupokonya mipira na kwenda kufanya madhara kwa wapinzani, wao wanafanya hivyo. Kwa hiyo nimpongeze sana Libasi Geye, kwenye mechi 3 ambazo amecheza ana assist 3. Jumla mechi 4 kama tutachukua na ile ya Ngao Jamii, lakini tukija kwenye mechi za ligi kuu toka msimu umeanza ana assist 3 kwenye mechi 3. Sio kitu ambacho kila mchezaji anaweza kukifanya, lazima tumpongeze. Lakini pia Anset Ula amekuwa na kiwango bora sana. Unaona namna ambavyo akiwa uwanjani anaonyesha uhatari wake na anawafanya mabeki wa timu pinzani kuwa makini zaidi, kwa sababu wanajua kama atafanya makosa wataadhibiwa. Lakini pia Triple C Mwamba Rusaka, ni jamaa zeeki, kila siku anakuja na kitu kipya. Kwenye mchezo wa leo ina goli ambalo anafunga na kwenda kunufaisha timu, na nadhani sehemu ambayo Simba alifanikiwa ni kuimaliza mechi kipindi cha kwanza, sababu kama angesubiria kipindi cha pili ndo unakuja unapigwa kadi nyekundu, mnakuwa pungufu tena, mnakuwa kwenye pressure. Kwa hiyo niwapongeze Simba, amefunga safari yao vizuri viwanja vya mkoani na wanarudi na alama zote 9. Msemaji Ahmed Ally alizungumza kabla ya mechi kwamba Singida wapo kwa ajili ya kuifunga Simba. Umeiona mchezo wa leo Simba versus Singida. Ile Singida ambayo unaijua ndio hii ya leo ambayo imecheza au umekuja kwa tahadhari kubwa zaidi? Kwanza nimependa leo Singida walikuwa na nidhamu kubwa sana kwenye kujenga mashambulizi na kwenda kushambulia, lakini pia kwenye kuwaheshimu wapinzani wao, kwa maana namna ambavyo walikuwa wanapishana na Simba. Walikuwa na nidhamu kubwa sana, lakini zaidi kilichokwenda kuamua mchezo ni quality ya wachezaji wa Simba, kwa maana mchezaji mmoja mmoja. Tazama aina ya nafasi ambazo Simba amezitengeneza. Shoot on target kipindi cha kwanza ilikuwa 3 na tayari Simba alikuwa na magoli 2. Unaona, maana yake walifanikiwa kufanya homework yao vizuri sana na wakaenda kupata kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Lakini kwa Singida anachokizungumza Ahmed Ally ni msemaji, wakati mwingine unamuelewa, lakini sio kila anachokizungumza unapaswa kukibeba wewe ambaye unamsikiliza. Wakati mwingine anaongea kuchagiza baadhi ya vitu, lakini kwangu mimi
Nimeona kwamba Singida walikuwa na nidhamu ya kiuchezaji, lakini Simba alikuwa bora zaidi kwenye hiyo mazingira, ndio maana wanaibuka na alama zote 3. Na pengine inawezekana Singida hakuwa bora sana. Tunaweza tukalaumu labda hakuwa bora sana, lakini ukumbuke aina ya timu ambayo alikwenda kukutana nayo ndio hiyo ambayo imemfunga Kagame, si ndio? Kwa hiyo alikutana kule Kagame ikamfunga. Watu walikuwa na wasiwasi leo, pengine inawezekana ile ilikuwa ni Kagame tu, leo Singida anaweza kubadilika, lakini pia akaenda akachezea kichapo. Kwa hiyo Simba alimfunga Kagame kule Singida Black Stars. Na hata leo wakati anaingia walikuwa wanajua madhaifu ama mapungufu ya Singida yako kwenye mazingira yapi, na ndio maana wamefanikiwa kupata alama zote 3 kwa sababu wameenda kutumia silaha zile zile maeneo yale yale ambayo yaliwanufaisha kwenye mashindano ya Kagame, na wanafanikiwa kupata alama zote 3. Kwa hiyo nimpongeze Steve Becker, lakini nadhani changamoto kubwa sana ama kilio cha Becker kwa hivi sasa ni kukosa wachezaji wake muhimu, kwa sababu tayari ana Duchu ambaye alipigwa kadi nyekundu. Of course atarejea kwenye mchezo unaofuata, lakini Jabali miongoni mwa wachezaji muhimu sana ndani ya kikosi. Lakini pia unarudi tena leo Anthony Mligo anapigwa kadi nyekundu, na kuna wachezaji wale ambao wamekuwa bora sana wako kwenye injury. Tunamzungumza Tanja, lakini pia Wilson Nangu, lakini pia Abdallah Hamza pamoja na Yakubu. Kwa hiyo ukiangalia kikosi cha Simba, endapo hii hali itaendelea, wanaweza wakajiweka kwenye uhatari mkubwa sana wa namna ya kwenda kushindana whether kwenye michuano ya kimataifa pamoja na mashindano yote kwa ujumla, kwa sababu ili ushinde mechi zako unahitaji kupata wale wachezaji wako wote muhimu kwenye kila mchezo. Sasa inavyokuwa na wakosa kwenye mazingira ambayo wewe mwenyewe utarajii ama ukuwa ona yanakwenda kutokea, ndio hapo inavyotokea, unaona hata wachezaji wanakuwa na mwaga machozi uwanjani. Sawa bana, Dumbia amecheza dakika chache. Bila shaka umemuona dakika chache ambazo amekucheza. Vipi performance yake licha hizo dakika chache? Dumbia, jamani, tusitafute tu lawama za kumlaumu Dumbia bure, kwa sababu tazama kwenye mazingira ambayo pengine ameingia, anakuta timu ipo kwenye pressure ya kucheza pungufu, lakini pia ipo kwenye wakati sasa wanataka kulinda kile ambacho walikuwa wamekipata. Kwa hiyo kama leo nitasikia sehemu yoyote Mandala au Kevo mshabiki yoyote akimlaumu Dumbia, anamuonea, kwa sababu sioni kosa lake, sijaona kosa lake kwenye mchezo wa leo. Amepata dakika chache ambazo hazikuwa na nyakati bora kwa upande wake, kwa maana kufanikiwa kufanya uhatari wote kwa wapinzani, lakini unaelewa kwa sababu ameingia kwenye mazingira ambayo tayari timu imeamua kurudi nyuma, lakini pia ipo kwenye pressure ya kucheza pungufu, kwa hiyo asingeweza kufanya chochote. Mimi naamini Dumbia ni mchezaji, tuendelee tu kumpa muda, na matumaini yangu ipo siku tu Ngwale, Sanga pamoja na Mtanange watapiga magoti na kumsujudia Ibrahim Dumbia, kwa sababu mimi naamini ni mchezaji ambaye anahitaji tu muda wa kuweza kudhibitisha kile ambacho yuko nacho. Sio kila mchezaji akija anaweza kawaka na kuingia kwenye mfumo kwa wakati huu. Bana, tumzungumzie Libase Geye kidogo hapa. Thamani yake unaweza ukairange kwenye kiasi gani hivi Libase Geye? Hivi leo man of the match ni nani? Bado hajatoa? Bado tunaitafuta. Kama atakuwa Neo Maema basi ni Libase Geye yule yule. Sasa itakuwa ni man of the match mara 3 tena mfululizo kwenye mechi zote 3. Thamani ya Libase Geye kwa hivi sasa, kwanza tunakubaliana sio tu kwa upande wa Simba, lakini tukija kwenye mawinga wa ligi kuu Tanzania bara kwa hivi sasa, Libase Geye ndo mchezaji mwenye thamani zaidi kuliko winga mwingine yoyote kwa hivi sasa. Kwamba weka sawa? Yaani hivi sasa ukihitaji kujua thamani ya mawinga ambao tuko nao, basi lazima uanze kujua thamani ya Libase Geye kwa hivi sasa. Na kwa namna ambavyo amekuwa akicheza, kwa namna ambavyo unaijua Simba, endapo ikaja tu timu ikajichanganya kutaka kuulizia ofa yake, kama mimi ndo magoli nahitaji kumuuza bana, yule sitomuuza chini ya bilioni 4 hadi 5 za Kitanzania. Bilioni 4 hadi 5. Yes, yani itategemea pia na timu ambayo anakwenda kuichezea ama ligi ambayo anakwenda kuichezea. Lakini kama imekuja timu ambayo ina hela kweli kweli, bana yule simwachi chini ya bilioni 5. Yule Libase Geye ni mtu sana kwa hivi sasa, kwa sababu naamini kwa hivi sasa Simba wanategemea zaidi uhai wao wachezaji kwenye maeneo yote ya pembeni. Sio tu Libase. Yaani tuseme tu Simba ndo yenye mawinga wenye thamani kwa hivi sasa. Simba Sports Club ndo timu yenye mawinga wenye thamani kubwa sokoni kwa hivi sasa. Kwa sababu unajua sio kila mtu anaweza kuassist.
Na shida sio kuassist. Na ndio kinara wa assist. Ndio kinara. Shida sio kuassist. Shida una assist kwenye mazingira yapi? Na unaua mfululizo? Si ndio? Ametuonyesha imani. Mechi ya kwanza watu wakasema inawezekana leo kaotea ama alikuwa kwenye form. Lakini kadri ambavyo anazidi kucheza, Libasi Gay anazidi kupandisha thamani yake. Libasi amekuja dirisha dogo. Alianza wao sana, lakini nikana fikiria Hule basi kama atapata msimu mwingine. Aliwasumbua sana wapinzani pale visiwani Zanzibar. Sasa huyu kama atapata msimu mwingine, basi anaweza akafanya uhatari mkubwa zaidi ya huo ambao tunauona hivi sasa. Na inawezekana imani yangu ilikuwa sahihi kwa sababu anachokifanya kwa hivi sasa, hakuna beki ambaye anatamani kukutana na Libasi Gay. Hakuna beki anayetamani kukutana na Libasi Gay. Kama yupo ajitokeze na aseme yani imeandikwa usimjaribu Libasi Gay. Anavyokuwa na kutazama hivi, unaona kabisa maandiko yanakuwa yanakuja hivi. Kwenye kitabu gani? Kwenye kitabu cha Simba. Ile katiba ambayo inaundwa. Kuna maneno pia yameandikwa pale, kuna katiba imeandikwa pale. Na kuibia ndugu yangu Sanga. Lakini pia ni kwa kumalizia. Ismail Tule bana. Natafuta maneno ya kumsifia yule jamaa na kosa. Kitasa cha maana kweli kweli, yani unaweza ukasema kuna ile kauli nilizungumza kwenye mchezo uliopita wa Young Africans. Nasema Maxim pia Nzengeli yao Kwasi pamoja na Djigui Diarra wale inawezekana ni watoto wa Engineer El Saidi. Kwa hiyo wacheze tu kwa sababu wako Yanga, wanacheza kwa sababu pia wanamchezea labda baba yao. Sasa nikimtazama Ismail Tule anavyocheza, naye naweza nikatumia hiyo kauli kwamba Libasi Gay pamoja na Ismail Tule ukuta jamani wanachama wa Simba. Yani ukute ni wana kadi za wanachama kabisa. Kwa sababu kadi bado hazijatolewa, si ndio? Lakini inawezekana Mangungu pamoja na Magoli walishatoa wakawapa wachezaji kadi za wanachama kwa sababu wanapambana sana, unaona kabisa jasho lao linawavuja kwa ajili ya Simba kuweza kupata alama 3, na niwapongeza, wamekuwa na consistency kwenye kila mchezo. Wanacheza vizuri na kucheza kwao vizuri kunanufaisha timu. Bana, tumalize na pengo la Kasali. Vipi, umeliona? Kasali bana ni mchezaji mzuri. Lakini alichokionyesha Usenabele kwenye hizo mechi mbili ambazo amepata nafasi ya kucheza, binafsi nitabaki kusema Kasali ni bora, lakini kwa kiwango ambacho amekionyesha pia Abeli ameonyesha kiwango bora sana. Sikutarajia kwenye nyakati kama hizi ambazo unamkosa mchezaji wako muhimu, alafu unamuingiza mchezaji ambaye amekuwa apati imani ama azungumzi kwenye midomo ya mashabiki, anakupa unachokihitaji. Footwork yake iko vizuri sana. Ana pressure, anafurudishiwa mpira. Kwa aina ya goli ambalo amefungwa, of course lawama zitaanzia kwa walinzi wake kabla ya kumfikia yeye, lakini ni goli ambalo limefungwa kwa mazingira ya kitimu zaidi. Sitomlaumu kwa chochote, lakini amekuwa na kiwango bora sana. Nampenda ule utulivu ambao amekuwa nao. Kama ataendelea kupatiwa imani, atapata nafasi ya kucheza hivi, inawezekana tukamjenga Aishi Manula mwingine ambaye alikuwa na kiwango bora kwa nyakati hizo. Shukrani sana. Asante.